Bana, leo ni siku nyingine ambapo dabi ya Kariakoo inaenda kupigwa pale katika visiwa vya Zanzibar katika uwanja wa Amani, na mchezo huo utapigwa leo saa 2:30 usiku. Sasa jana ilikuwa ni gumzo baada ya Selemani Mwalimu kusajiliwa na klabu ya Yanga. Na Selemani Mwalimu alikuwa ni mchezaji wa klabu ya Simba, na stories zilikuwa nyingi sana jana. Leo tumeamka na stories zingine pamoja na dabi ya Simba pamoja na Yanga. Sasa uongozi wa Simba umeamua kugeuza machungu ya kukosa saini ya mshambuliaji Selemani Mwalimu kuwa fursa ya kusajili mashine mpya ya mabao kufuatia mchezaji huyo kujiunga na watani wao wa jadi Yanga SC. Mwalimu ambaye alikuwa kwenye rada za wekundu wa Msimbazi kwa muda mrefu ameibuka Yanga kwa mkataba wa mwaka mmoja akitokea Wydad AC ya Morocco, klabu inomiliki hadi Juni 30 ya mwaka 2029. Hata hivyo, badala ya kukaa na kulalamika, viongozi wa Msimbazi wameanza kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha safu yao ya ushambuliaji inaimarishwa mapema kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Taarifa za ndani kutoka ndani ya klabu hiyo zimeeleza kuwa Simba SC inaendelea kutazama chaguo mbalimbali za wachezaji wenye uzoefu, huku jina la mshambuliaji mzawa likitajwa kushika kasi. Dirisha la usajili bado liko wazi. Miongoni mwa wachezaji wazawa tunaoshughulikia mchakato wao ni Mgunda, lakini mashabiki watarajie surprise kubwa zaidi kabla ya usajili kufungwa, kilieleza chanzo hicho kutoka ndani ya Simba. Gunda sio jina geni kwenye masikio ya wapenzi wa soka nchini. Msimu uliopita akiwa AC Vita ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alifanikiwa kufunga mabao mawili, huku msimu wa mwaka 2023-24 akiwa Singida Black Stars alitikisa nyavu mara 6. Ili kufanikishwa mpango huo, Simba itapaswa kuingia makubaliano na klabu ya Mashujaa FC ambapo Mgunda bado ana mkataba wa mwaka mmoja unaombana. Ujio wa mshambuliaji mpya ndani ya Msimbazi unatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa katika safu ya ushambuliaji, huku pressure kubwa ikiwa kwa viongozi kuona kama watajibu mapigo ya Yanga kabla ya dirisha kubwa kufungwa. Na hiyo ndio taarifa ambayo nimeamua nikuletee leo kuhusiana na mchezaji huyo ambaye Simba wanafikiria anaweza kawa mbadala wa Selemani Mwalimu.